za asubuhi. Tutakuwa tunauliza kwamba tutakuwa tunamuuliza mwalimu, je, tunasema habari za asubuhi au habari ya asubuhi? Lakini kwa sasa acha mimi nisalie na za asubuhi, ndio pengine nipate njia ya kurekebika iwapo nitakuwa lamba sakafu. Hujambo mtazamaji wa Dawati la Lugha, mtazamaji wa West TV, karibu sana katika kipindi cha Dawati la Lugha. Awamu ya kwanza leo hii najitosa ndani kwa ndani, ila masala yote ni masuala ya fasihi, na kwa fasihi haijalishi tuko wapi. Katika awamu ya pili awamu ya kwanza ingelikuwa lugha na matumizi yake, pale ndipo pana changamoto. Karibu sana Jumamosi hii ya leo, ili tuweze kufana tukufanya wewe mwanafunzi, wewe mfia lugha, na vile vile wewe mtazamaji wa West TV. Leo kama kawaida tuko na mwalimu wetu. Huyu mwalimu nilikuwa namueleza wakati ule, tangu atoke katika shule ya wasichana akaenda kwa shule ya wavulana ya St. Peter's Mumias, atajifunza kwamba msimu wa baridi mambo kwa shule ya wavulana ni tofauti, si kama shule ya wasichana. Mwalimu, jambo. Naona unapendeza sana. Na je, yani kuna lazima tuoge. Nilidhana tu na falsafa kwamba vijana wapendi kuoga, lakini si wote. Kwa vile amesema ati ni lazima waoge, bado tunampa muda, bado ana ile kuna ule msukumo kutoka shule ya wasichana. Alikuwa amejizoesha, lakini tunamwambia kwamba katika shule ya wavulana ataingia system, atakuwa ndani, atakuwa anakuja hapa, tunamwangalia tu, rangi imebadilika. Nilikuwa namsikiza mwelekezi wetu wa leo Kevin Kibeta akikuuliza mambo yakoje kule, kwa maana yeye anaelewa sana mambo ya shule ya wavulana. Alikuwa kule akisumbua, ni mmoja kati ya wanafunzi naambiwa alileta shida sana shule. Inasemekana kwamba kuna wakati fulani alikuwa na ile mbinu wanachukua hii toothpaste hii, alafu wanapaka kwenye kola ya shati hapo. Ndio sasa isiwe na uchafu, isiwe na, ama ile uchafu ikiwepo, hasa jioni ikifika wakati ya kutoa, ama kesho akitaka kulivaa tena, anasugua tu, alafu ule unga ukitoka, shati inasalia ikawa safi. Hajajua bado, hatakuwa anajua, kwa maana tumemwambia shule ya wavulana ina mambo na viji mambo. Karibu sana. Ujambo? Lakini sina neno. Wiki imekwaje? Wiki shwari, tumefunga wiki hii. Tupo katika likizo, tumeanza angaa kupumzika kidogo. Wajua nikiambia watu walikuwa wanaambiwa, jamani, nenda kwenye shule utafute taaluma kwa njia ambayo umefikiria na ukafanya utafiti. Watu wakaamua kwamba watafanya kazi ya walimu. Wanatuonea gere na wivu kwa sababu tunafunga shule, tunapumzika. Wamesema tunaonea gere, tunaonea wivu, kwa maana wanafunga shule wanaenda wakapumzika. Lakini hawafahamu kwamba mbona wanaamka saa 12 za asubuhi wakati wa umande wanaenda shuleni, na sisi wale wengine ambao tunaambiwa kwamba tuna gere kwamba wana mapumziko, mbona tunaingia kazi saa 3 na tunatoka saa 8. Hapo ndio hawajajua. Karibu sana mwalimu. Karibu sana mtazamaji. Huyu ni mtani wangu wa jadi sana, na lazima tuweze kutabasamu kwanza kabla tuendelee. Mwalimu, mengine tutasema baadaye. Leo hii umetuandalia nini? Leo nataka tushughulikie fasihi simulizi. Niligundua kwamba wanafunzi hawapendi fasihi simulizi, na watu wengi angazi fasihi simulizi. Yapo karatasi ya 3 fasihi simulizi huwa kuna alama 20. Lazima iwe sehemu ya E, alama 20, na iwapo hajakuja sehemu ya E itakuja sehemu ya kwanza ama sehemu ya A. Hebu tupe tofauti kati ya fasihi andishi na fasihi simulizi. Fasihi simulizi ni fasihi ambayo huwa inapitishwa kwa njia ya mdomo ama inashiriki kwa njia ya mdomo. Lakini sasa kwa sababu tunafundisha shuleni, kuna vitabu vimeandikwa na kuna syllabus tunafuata. Lakini utendaji wa fasihi simulizi hutokea kwa njia ya mawasilisho ya midomo ama moja kwa moja. Na fasihi andishi ni fasihi ambayo imeandikwa kwenye vitabu. Kwa hivyo ni fasihi ambayo inapitishwa kwa njia ya maandishi. Na kategoria za fasihi andishi ni zile ambazo tunashughulikia katika awamu ya pili. Kuna riwaya, hadithi fupi, kuna tamthilia na kuna novela ambayo hatufanyi katika shule za upili. Lakini bado pia novela ni moja kati ya tanzu ya fasihi andishi. Kwa hivyo fasihi andishi tu ni fasihi ambayo inaandikiwa
vitabu na fasihi simulizi hupitishwa. Sasa hivi mtu atakwambia kwamba na kama fasihi simulizi inapitishwa, mbona mnasoma vitabu na kuna vitabu vimeandika fasihi simulizi? Kwa sababu njia ya kuhifadhi fasihi simulizi ni maandishi. Kwa hiyo fasihi simulizi kuna mabadiliko ambayo yalifanyika katika fasihi simulizi. Na moja kati ya mabadiliko ni kwamba imehifadhiwa kwa maandishi na vile vile inapitishwa kwa maandishi. Ndio maana pengine tunapata swali la nyimbo. Na nyimbo utapata masuala ya mazungumzo, hotuba tumezungumzia pale, maapizo. Ukiapiza mtu ni unatumia mdomo wako kupitisha maapizo ambayo unaapiza. Ukiwa unatamba hadithi, hapo zamani za kale paliondokea. Siku hizi watu hawana babu zao na hawana wale tunaita nyanya ama bibi. Kwa hivyo baadhi ya hadithi hizi ambazo tunazungumzia hawazielewi ama hawazifahamu. Lakini ukiangalia, ukizungumza na wale watu ambao wamekula chumvi ya kidogo, watakwambia kwamba pale nyuma njia ya kuburudishwa wakati hasa watu wamekula wamemaliza jioni, ulikuwa unatamba hadithi. Na ungepata kwamba aidha babu yako mzazi au ule mzee pale au nyanya yako au bibi yako kipenzi angeketi na nyinyi na aanze kuwapatia hadithi fulani kwa njia ya kugana. Anawagania hadithi au anatamba hadithi. Na wakati fulani ambao ulikuwa unazingatiwa sana ni jioni mara nyingi. Kusema kweli, naomba kwanza nikukosoe, sijapenda ulivyosema kwamba ati watoto wa saizi hawana kina nyanya na hawana kina babu. Tupo nao, tatizo ni kwamba hawajakubali kuitwa nyanya na babu. Ndio maana hamna. Tupo nao hajakubali kuitwa. Hata wakikubali lakini tupo nao. Sasa lakini hawajakubali kuitwa. Unaweza kwamba mimi tayari vile niko hivi, mimi ni babu ya mtu. Ni vile sasa unategemea na wewe vile wa mambo yako hauna hadithi wewe mwenyewe. Nadhani ni uzazi unaanza mapema. Unaanza mapema. Mimi nakumbuka nikiwa katika shule ya pili tu ya wasichana. Wakati fulani kuna mwanafunzi wa 4 alipata ujauzito. Kwa hivyo akawa shuleni na ujauzito. Akaanza kupelekwa nyumbani, alirudi kufanya mtihani. Wajua alipojifungua mwalimu mkuu akawa ananitania ananiambia, "Wajua wewe una mjukuu sasa." Sasa wajua sasa mimi ukiniangalia vizuri mimi sikai babu. Lakini tayari katika mtadha huu naambiwa mimi ni kama babu na mjukuu. Na hizi ngano zako hafifu. Sasa waona ndio maana tunasema kwamba hawapo. Yaani wapo ndio kwa maana ya jamii, lakini kwa uhalisia hatuna wale tunaita bibi na babu hawa. Naam, karibu sana Babu Whitkins. Na ngano zako zile za Chelsea na Manchester United, unategemea watoto wajukuu wako wajifunze nini kutoka pale? Naam, mwelekezi wetu atakuwa anatuwekea swali letu la leo. Kama kawaida tulichukua mkondo tofauti wa kuwasilisha, tumezungumza, tumeifanya kidarasani sana. Sasa ni heri tulete utendaji. Tuko katika huu mtaala wa umilisi, ni utendaji sasa. Tutakuwa mwelekezi wetu atakuwa anatuwekea swali letu, tayari ashaliweka. Ni soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali. Ni soma kifungu chenyewe pale kwa kusoma. Hata mimi nilivyotumia hili swali, karibu niulize kifungu kipo wapi? Sasa mtazamaji anafaa kusoma kifungu. Kifungu kwanza ndio hiki. Kifungu kwanza soma kifungu kifuatacho. Kwa hivyo tulivoketi hivi tunasoma kifungu. Tayari tuna kifungu. Tunasoma kifungu. Katika kifungu lazima na tuelewe. Tusome kifungu na tuelewe kisha tujibu maswali ambayo yanafuata. Nilikwambia watahini ni wenda wazimu. Na kweli. Na kudanganya. Sasa ndio haya akina babu Kalmakengi ndio sasa. Ndio haya sasa. Naam. Kwa hivyo mtazamaji tazama ni kwamba usome kifungu kifuatacho. Tunakupatia muda wa kusoma kwa sababu sisi pia tunasoma hapa studio, tunasoma kifungu. Usiseme kwamba maandishi hapo. Maandishi hapo yanaleta picha. Kwa hivyo soma na ufasiri hiyo picha vizuri. Ni kama tu vile tayari nilikuwa ushasema kwamba uwezekano mkubwa wa fasihi ni fasihi simulizi, lakini imehifadhiwa kwa maandishi. Sasa tuwezi tukaita ni fasihi andishi sasa. Na utendaji. Mara nyingi fasihi simulizi huwa na utendaji. Ndio maana pale kuna utendaji. Unaona ni hali halisia. Kuna kijana fulani ambaye yupo juu ya mti. Na huyo anakaa Gen Z. Kwa maana anasimu alikuwa anaenda hako TikTok. Alafu ukimwona vizuri ana socks kwenye miguu na amevalia kaptura. Hao ni Gen Z. Gen Z ndio wanavalia hivyo.
Kisha anasema zile Crocs zake ni kama tayari ama ni zile Crocs za chini. Sasa ukiangalia hii picha vizuri, fasili ambayo sisi tunaona kwenye studio ni kwamba kuna mti ambao umekatwa sehemu moja. Na akili yako kama ulienda shule inakuonyesha kwamba mti huu hauwezi ukaanguka katika sehemu tambarare. Lazima utaelekea majini. Kwa sababu sema wewe umekatwa ni sehemu ipo kwenye sehemu tambarare. Uzito wote unaelekea wapi? Upande wa mto. Pale kwenye mto kuna mamba. Kuna mamba wawili. Kuna mamba wawili hata si mmoja. Sehemu tambarare pale kuna simba. Kwenye mti. Alafu mti kwa juu pale pia kuna nyoka ambaye anasonga. Kwa hivyo lazima tena anamsonga jenzi wetu. Kwa hivyo huyu jamaa lazima akibakia pale juu atang'atwa na nyoka. Na huyu jamaa mali yupo katika hali ambayo ni hatari kwa maana amejishikilia tu. Amejishikilia tu. Na mti pia akizidi kuketi pale na anazidi kuongezea uzito. Utasema jamaa utasalimu amri, utasema mimi jamani nimechoka kukustiri. Naenda pale kwenye maji. Kwa maana mali yeye yupo anaongezea uzito. Naam. Kuelekeza mti. Naam, kwenye lile tawi ambalo amejishikilia. Nakumbuka mti tayari umekatwa takriban nusu. Ameingia zaidi karibu anamalizia kukata mti. Kwa hivyo tatizo ni kwamba huyu mtu amezingirwa na matatizo. Amezingirwa na hali ngumu ama hali tata. Na tunapoangalia ni kwamba anapaswa kufanya maamuzi fulani ambayo tujui itakuwa vipi, lakini mwisho wa siku lazima afanye maamuzi. Afueni yake itapatikania wapi? Kwa kifungu hiki mwishowe lazima kuwe na suluhu. Na mtazamaji, unapoona tunapoelekezwa na mwalimu kwamba upande mmoja kuna tatizo, upande mwingine kuna tatizo, na kwanza huyu ana matatizo upande tatu. Sehemu zote zile za masaibu nia mwisho wa siku ni kwamba atafute njia ya kuamua kutoka kwa matatizo ambayo anamkumba. Lakini ukiangalia vizuri haya matatizo nayo yamezidi. Kwa hivyo ngano ambayo tunazungumzia ni soma kifungu. Hiki kifungu ni kama hadithi. Lakini hadithi ambayo haizungumzi, tunatumia picha kuzungumza. Kwa hivyo maswali ambayo yapo pale, nataka tuangalie maswali ndipo tuone kama iwapo tunagonga ndani ama tunapiga nje. Kwa hivyo mwelekezi atupe. Atakuwa anatuonesha sasa. Naam, kuna maswali pale. Baada ya sisi kusoma sasa. Swali la kwanza ni bainisha kipera cha utungo huu na utoe ushahidi wako. Naam, sasa ni utungo gani? Swali ni ubainishe utungo na utoe ushahidi wako. Pengine mwalimu, kabla tuzamie tu hilo swali la kwanza la kipera cha utungo, kwanza tujifunze tuna vipera vingapi katika utungo? Utungo huu ni uainishaji chini ya ngano au hadithi. Kwa hivyo katika hadithi kuna vipera chini ya hadithi, vipera tofauti tofauti. Sasa tuseme samani kwa kukuchachawiza ni ngano. Kwanza asemi ni ngano. Ni ngano au hadithi? Au hadithi ni ngano. Ukisema hadithi au ngano. Lakini sasa tunasema ndani ya hii hadithi au ngano. Sasa hapa ndio kuna vipera sasa. Lakini pia swali linaweza uliza tambua kipera cha utungo uliopewa. Iwapo wanasema tambua kipera cha utungo uliopewa, umeshikwa ama umefungwa. Lazima ujikite katika kipera. Iwapo unazungumzia ngano, utafeli. Kwa sababu ngano ni utanzu. Ile tunasema ni general. Naam, utanzu. Na ukiulizwa tambua utanzu wa utungo uliopewa na upeane kipera, bado pia utafeli. KCSE mwaka jana waleta semi. Na wanafunzi wakaambiwa ni semi chini ya ni semi kundade, lakini kipera ambacho kinaulizwa ni misimu. Kwa hivyo waliuliza tambua kipera cha utungo uliopewa. Kipera kikawa ni nini? Misimu. Lakini ukaambiwa eleza sifa za utanzu wa kipera hiki. Kwa hivyo mwanafunzi alipaswa arudi kwenye utanzu wa semi kisha atoe sifa za semi. Walichemsha mayai mawili ya kienyeji. Naam. Wataini ambao walikuwa na hiyo sehemu wanasema walikuwa wanatiririka kutiririka. Hela za haraka. Umemaliza kazi, umemaliza. Kwa sababu ya wanafunzi kutoelewa maswali. Ndio maana umepewa masaa mawili unusu. Jamani, usiwe na haraka. Usiwe na haraka. Siku zote naambia wanafunzi kwamba soma swali, elewa. Kisha baada ya kuelewa swali, jibu swali. Shida ni kwamba wanafunzi wanadakia tu. Akiona kwa haraka amesema swali la kwanza lazima nini? Ni misimu. Sifa ni misimu tu. Anaandika sifa za misimu.
lakini wameambiwa sasa peane nini? Utanzu. Inaleta taabu. Naam. Mwalimu, kwa hivyo sasa tulikuwa tumezungumzia, tujibu tu swali kuliko tuseme tunaanza, kuna wakati tutatenga pengine ya kushughulikia vipera vingine. Sasa hivi tumezungumza kwa mfano, tumemaliza utanzu wa mazungumzo. Tayari. Tulifanya vipindi viwili na tukafanya utanzu wa mazungumzo kiukamilifu. Kwa hivyo utanzu wa mazungumzo sitarajii mwanafunzi ambaye alifuata vipindi awe na matatizo. Na utanzu wa hadithi au ngano ni utanzu ambao ni pana. Lakini leo hii tumeanza na tanzu ambazo zina utata fulani. Na utata wa kwanza ni utanzu ambao kuna kipera ambacho tunazungumzia hivi, ambacho tumekuwa pale tunaangazia kwenye kiwango chake. Sasa tumesema kwamba ukiangalia picha, tafsiri ile picha ni kwamba kuna mtu ambaye anakumbwa na hali. Mwelekezi wetu turejeshe picha kwenye kiwambo na anakumbwa na tatizo la kufanya uamuzi. Ukiangalia pale kitu cha kimsingi ni uamuzi anapaswa kufanya. Na uamuzi huu unamletea utata kwa sababu kila sehemu ambayo anaweza akaegemea kuna tatizo. Akibaki pale kwenye mti, nyoka atamuuma. Akienda kwenye mto, mamba. Akirudi katika sehemu tambarare, simba yupo. Lakini anaweza kurudi katika sehemu tambarare na akimbia mshinde simba. Mwisho wa siku anafaa kuwa na suluhu. Anabaki juu ya mti pale ashike shingo ya nyoka na mnyonge. Sasa nyoka na shingo? Anasijui kama ana shingo, lakini sehemu karibu na kichwa pale. Amkate ama afanye chochote kile atakachofanya. Ama anaweza amua akaingia kwenye mto na afanye nini? Aogelee chini mama. Hata sijui kama inawezekana. Kuogelea kumshinda mama. Utoke kwenye matatizo yale. Sasa mwisho wa siku hawezi akabakia pale. Na vile vile usisahau, akizidia kukaa pale na anachoka zaidi. Na akichoka zaidi amesha atajiachilia sasa anguke kwenye maji. Kwa sababu amejishikilia pale juu, uzito wake wote uko chini. Na hizi kaa pale zaidi ya masaa mawili atakuwa amechoka. Akichoka hata jistiri pale juu ataanguka, atajiachilia kwa sababu ya kuchoka. Akiamka pale basi ndio. Kwa hivyo ngano hizi katika chini ya ngano ama hadithi, kuna hadithi inaitwa ngano za mtanziko. Mtanziko ni dilemma katika Kiingereza. Dilemma ni kwa sababu gani? Ngano za mtanziko. Dilemma au mtanziko ni hali ambapo yule mhusika anakumbwa na tatizo la kufanya maamuzi. Kwa sababu maamuzi yote ambayo anafanya kuna matatizo ambayo yatamkumba. Kwa hivyo ngano za mtanziko ni ngano ambazo mhusika mmoja au wahusika zaidi hukumbwa na tatizo au matatizo ambayo yanawakumba, lakini wanapaswa kufanya maamuzi. Na yale maamuzi vile vile yana matatizo ambayo yanakumbana nayo. Kwa mwisho wa siku utaamua kitu fulani, lakini maamuzi ama mkono ambao unachukua vile vile kuna matatizo ambayo yanafanya nini, yanakumbana. Na ndio sasa ukiangalia pale mtazamaji alifaa afasiri kwamba huyu jamaa ama huyu mtu ana matatizo. Na matatizo yote yale yanamzingira, lakini mwisho wa siku anahitajika kufanya maamuzi. Na ndio maana mwanafunzi alifaa akipata ile tafsiri ajue kwamba ngano hii ni ngano ya mtanziko. Na tulikuwa tunaambiwa kwamba lazima huyu mhusika kwamba awe na ngano ya aina hii ya mtanziko, ni kwamba lazima huyu mhusika awe anahitaji kitu fulani, na lazima ameweka katika ile hali tata ya kupoteza kitu kingine. Kuna lazima kwa yeye kufaidikia kitu ambacho ameenda kukitafuta. Kwanza lazima mwanafunzi ajiulize, je, huyu jamaa au mhusika anahitaji kutafuta nini kwanza? Tukiangalia kwa picha yetu, huyu jamaa kwanza ana matatizo ya kwamba lazima anatafuta usalama. Cha msingi pale amebanwa sasa. Hii ni kutafuta, anapigania haki ya kuishi. Ya kuishi. Kama yenye tunapigania sisi. Haki ya kuishi. Amebanwa huyu jamaa, yeye ana maisha. Anaona kwamba bibi yake imefika ukingoni. Ni ajikwamue aishi. Na hapa sasa lazima afanye maamuzi, na maamuzi ambayo ni tata sana. Aidha baki kwenye mti, nyoka mbalizana na yeye mapema, ama ajishikie pale kwenye mti achoke ajiachilie mwenyewe, ama ajiachilie kwenye mto, ama arudi kwenye sehemu tambarare, simba ambaye anamwangalia
kuguse kidogo. Kwa hivyo maamuzi ni yake. Maamuzi ni yake. Naam, mtazamaji, natumai unazidi kufuatilizia na tayari mwalimu wetu hashaipekua, hashakuonesha wewe mwanafunzi ambaye una uwezo wa kufuatilizia, hata ametupa kila kitu tayari. Pengine tuone kwa maswali yanakuja namna gani. Upande la kwanza lilikuwa utambue kipera. Utambue kipera. Nataka kuambia mwanafunzi kwamba ukiambiwa utambue kipera cha utungo. Bainisha kipera cha utungo. Swali limesema kipera. Kwa hivyo upeani utanzu, unapeana nini? Kipera. Na kipera cha utungo huu tumesema ni nini? Tayari ni ngano, ni mtanziko. Naam, ni mtanziko. Jibu ni mtanziko, lakini sasa ni chini ya ngano. Kwa hivyo ni ngano aina gani? Ya mtanziko. Lakini jibu mwafaka ni mtanziko. Je, nikiandika ngano ya mtanziko nitapata tu? Nitapata kwa sababu neno ambalo tunaangalia ni mtanziko. Kisha wamesema utoe ushahidi wako. Alama ni 2. Naam. Kwa hivyo alama moja tayari ushapata. Alama ya pili ni ya kutoa ushahidi. Katika ushahidi unapaswa kupeana ni kitu kipi hasa kimekuchangia ama kimekusukuma wewe kusema kwamba ngano hii hapa ni mtanziko. Kuna kitu ambao umekiona na unasema kwamba mhusika kwenye ngano hii anakumbwa na tatizo la kufanya maamuzi. Anakumbwa na tatizo la kufanya maamuzi kwa sababu ya matokeo ambayo yatatokana na maamuzi yake. Kwa sababu ndio ngano ya mtanziko. Lakini wakati mwingine tahadhari. Ukisema bainisha, ukiulizwa bainisha kipera cha utungo huu na utoe ushahidi wako au udhibitishe ushahidi wako na upewe alama 5. Usio mjinga. Wanataka upeane sifa. Upeane sifa za. Kwa hivyo alama moja itakuwa kutambua, alama 4 itakuwa ni sifa. Ama kusema kwa kudhibitisha. Ainisha utungo huu kwa kudhibitisha. Alama ni 5. Alama moja ni ya kudhibitisha, kujua, kutambua. Kisha utadhibitisha vipi? Ni sifa. Sifa zile ambazo unapeana zinadhibitisha kwamba jibu lako ni sahihi. Kwa hivyo wakati mwingine ukiona maswali na siku hizi wanapenda sana, wanakutaini utanzo ama utungo fulani, kisha wanakupatia alama kama 5 ama 6. Wanakuambia utoe idhibati, tambua kwa idhibati. Kwa hivyo alama moja ni ya kutambua idhibati, usingangane mtazamaji, peana sifa. Peana sifa ya utungo ambao utakurejelea. Lakini hakikisha kwamba unapotoa sifa ile unarejelea kifungu hicho kipera. Unajua kwamba swali kama hilo huwa ni rahisi sana. Ni rahisi kusahihisha kwa sababu anayetambua kipera ambacho si sahihi na sifa zote ameanguka. Hakuna eti kwamba ni chakula. Hauwezi ukatambua hira na unapeana sifa za nani? Za kibeti. Haiwezekani. Kwa hiyo ukianguka kipera kutambua basi sifa nazo pia umechemsha. Mayai yako mawili ya kienyeji. Naam, tayari tutakuwa tunarejeshewa swali letu. Tayari tumesha tambua kipera, tumesha toa ithibati kwamba na yote yametokea pale kwamba mhusika anapata matatizo ya kufanya maamuzi, kuona ni wapi ataelekea. Taja sifa zote 5 za kipera hiki. Swali la ba. Ajabu ni kwamba kwenye vitabu sifa za kipera hiki na mtu ambaye anasoma atanipatia jibu. Kuna sifa kama 2 pekee vitabu, lakini tunataka sifa zaidi hata 7. Kwa sababu ni ngano. Lakini ukiwa umeelewa maana ya hii ngano, utapata sifa. Kwanza tayari hata kutokana tu na idhibati ya kwanza ya swali la kwanza ya kubainisha na kutoa ushahidi wako, tayari kuna sifa pale. Unasema kwamba anayekumbwa na matatizo katika ngano za aina hii hushikwa na matatizo ya kuamua kama kuchagua kitu kimoja ama kitu fulani kuhusu vitu ambavyo vinamzingira. Kwa hiyo kuna mtazamo ambaye anamzingira kuna kushindwa kufanya uamuzi. Bila uamuzi ambao anafanya kuna matatizo ambayo atamkumba. Kwa hivyo anapaswa angalie katika maamuzi yale atachagua gani. Sifa nyingine ni kwamba uamuzi wa mgumu. Ndio lazima afanye uamuzi ndio, lakini uamuzi pia huwa ni nini? Huwa ni mgumu. Kwa sababu gani? Kuchagua matokeo haya yote huwa ni mabaya. Kwa hivyo kicha kimsingi kwamba matokeo yote ambayo anachagua ni mabaya. Yaani inamaanisha kwamba popote anapoelekea. Umemwona yule jamaa? Nimemwona. Matokeo gani pale atakuwa mazuri? Akienda kwenye sehemu tambarare anangojewa na simba. Na lazima akibaki pale anang'atwa na nyoka. Akienda kwenye mto pale mamba anamgoja. Akiamua kusalia alipo hivyo atachoka, na akichoka atadondoka chini.
Taabu. Haizi kiti pale kwa wiki moja hata kwa siku moja, haiwezekani, atachoka. Tayari kwenye mkono mwingine ameshika kitu, kwa hivyo ana mkono mmoja ambao anategemea. Na simu yake. Naam. Anga pengine kama ingekuwa hiyo simu ni kitu ambacho kifurushi chenye stima, pengine angempiga ile nyoka na simu, lakini sasa haiwezekani. Kwa hivyo mwisho wa siku matatizo ni mengi ambayo yanamkumba, ndio maana tunasema kwamba mabaya mwisho wa siku akichagua chochote pale huwa ni mabaya. Kwa hivyo uchague mabaya yale yote. Mabaya gani ambayo Anga ni mazuri kidogo? Hakuna mabaya mazuri. Ila tunafaa tutambue hakuna mabaya mazuri. Tayari tumeshawasilisha sifa mbili. Na sifa tatu ni kwamba mhusika huyo huwa na tatizo moja kuu ambalo linaweza tu kusuluhishwa na uamuzi atakaofanya. Huyu wetu sasa, kumaanisha huyu wetu tayari lazima achague popote ndipo atapata wafueni. Lakini anaweza atakaamua, maamuzi ni yoyote, hata anaweza akaamua akasalia pale, ni maamuzi. Lakini bado atachoka. Kulingana na maisha ya binadamu atachoka, hata keti pale hata siku hata lisali masaa 4 hawezi akaketi pale, atakuwa amechoka. Alafu aghalabu huishia kwa swali. Huishia kwa swali. Swali ambalo tunajiuliza ni ingekuwa wewe ungefanyaje? Ni ngani ya mtanziko. Kama kwa maandishi ukitaka kujua ngani ya mtanziko watakupatia hali tata, kisha mwisho wa siku kuna baadhi ya vitu kama vile kwa mfano wanamalizia hadithi kwa kusema ingekuwa wewe ungefanyaje. Kwa hivyo inakuacha katika dilemma ama taharuki. Alafu kuna sifa nyingine kwamba aghalabu hutumia mbinu ya taharuki. Sasa sifa inajitokeza nyingine. Tayari tunaingia 5. Naam, hutumia mbinu ya nini? Ya taharuki. Kwa sababu ukiangalia vizuri pale tuna tuna taharuki. Wengine wanasema suspense. Kwamba mwisho wa siku, je, unajiuliza amefanya nini yeye mwenyewe kama mtu ambaye alikuwa na tatizo, na pia ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Kwa hivyo kuna ile swala la taharuki pale. Naam, ndio ujue kwamba mwanafunzi tunapokuambia kila wakati kwamba ni lazima usome, lazima pia uwe na uwezo wa kufikiria. Ndipo tumepata tayari lazima tumeambiwa sifa za mtanziko ni kwamba lazima ikuache kwanza na swali ya je wewe ungefanyaje. Mhusika lazima achague afanye uamuzi ambalo ni gumu sana ili yeye kupata nafuu. Ikumbuke kwamba sifa nyingine ni kwamba matokeo ya uamuzi yake pia vile vile huwa mabaya. Matokeo ya uamuzi ni mabaya. Vile vile kuna sehemu mbili ya huku na huku lazima upate, kuna inakupa taswira mbili za kutafuta ni wapi utaegemea. Alafu kuna mbinu ile ya taharuki. Na taharuki umetumika sana. Ukumbuke kwamba mwalimu wetu alikuwa tayari ametuunganishia mfano, alikuwa ametuelezea mbinu ya taharuki na swali ya je wewe ungefanyaje. Sasa mimi naomba nikuweka wazi kwamba ukiwa wale tunaita ukiwa mjanja, una uwezo wa kupasua pale na unapokea alama zako 5. Ni kama vile mzungu wetu Mike Maliba, nilisikia ukimuuliza mkizungumza na mwelekezi akakwambia kwamba ameenda Marekani kuleta msaada anafanya mambo yake katika hali ya mtanziko. Kwa maana nilimwambia aje kazini, akaniuliza namwamrisha aje kazini kama nani. Hiyo ni cha kwanza. Cha pili ameamua amesusia. Na tarehe ngapi leo? Na hajajua leo ni tarehe ngapi, kwa maana amesusia. Naam. Amehakikisha kwamba anaenda amechukua mkondo wa kuelekea Marekani. Na waduzi wanamuona sasa hivi kwenye runinga hayupo. Na anafaa kuwa sasa hivi kwenye runinga. Na anaonekana. Na alihakikisha kwamba amesusia. Ameamua kwenda Marekani na Marekani kule haendi kusalia. Kwa maana kule pia anatimuliwa. Hapo sasa anafaa kurejeshwa hapa. Sasa sijui atakuja na kila mahali popote uamuzi kunaenda kwa mgumu wakati ukikesha akijaribu kuja hapa. Atajipata atakuwa yupo tayari kwenye mtanziko. Hali halisia. Hata tuendelee kupata swali jingine. Swali jingine letu ambalo lilikuwa, asante sana Kibeti, tunaona tuko ni burudani.
Swali ambalo linafuata ni Unanuia kutafiti kuhusu kipera hiki ukitumia mbinu ya hojaji. Tathmini udhaifu utakao kumbana nao kwa kutumia mbinu hii. Mbinu ni ya hojaji. La unaambiwa kwamba unanuia kufanya utafiti kwa kipera. Kama huu ulichemsha kwa swali la kwanza kwa kutambua kipera, hilo unaweza pata. Utapata kwa kipera? Utafiti utapata. Kwa sababu kwa utafiti umepewa mbinu ya hojaji. Kwa hivyo unafaa ujikite katika mbinu ya hojaji. Kipera chochote kile kinaweza tumia mbinu ya hojaji kutafiti. Kutafuta. Mbinu za utafiti ni zile tunasema collecting data. Yes. Katika Kiingereza. Watazamaji na kuhakikisha kwamba wanafunzi wengi watafeli hili swali. Kwa sababu unainua kutafiti kuhusu kipera hiki kutumia mbinu ya hojaji. Wengi watadhani kwamba hojaji ni interview. Mahojiano. Naam. Hojaji mahojiano. Watafeli vibaya sana. Mahojiano tofauti na hojaji. Mahojiano ndio interview katika Kiingereza. Hojaji ni questionnaire. Katika Kiingereza. Questionnaire ni ile hali mkusanyaji wa data anatumia maswali. Kisha hadhira yake wanapaswa kuandika majibu. Na kuna aina mbili za hojaji. Kuna hojaji wazi na hojaji fungu. Hojaji wazi ni open questionnaire. Ile hojaji wazi ni kwamba unatoa muda wa kujieleza. Swali ni swali ambalo limeletwa kwa njia ya kujieleza. Kwa hivyo wanasema kwamba iwapo ni changamoto zipi zinazokukumba katika kufanya kitu fulani, utajieleza. Lakini hojaji funge ni jibu ni la au ndio. Yes, no. Closed. Ile hojaji nyingine ni ile ambayo unapata pale amekuandikia kwamba kwa maelezo yako ama kwa maelezo zaidi. Sasa hiyo ni wazi. Hapana, ni hojaji wazi. Sasa hojaji ni questionnaire. Sio mahojiano. Mahojiano ni interview. Kwa hivyo wakikuuliza udhaifu ni kama kuuliza tu disadvantages of questionnaire. Na unaandika disadvantages of interview. Unachemsha. Kwa hivyo lazima uelewe kwamba hapa katika mtandao huu umeulizwa kuhusu hojaji. Hojaji ni questionnaire na hojaji inahitaji maandishi. Kwa hivyo swali ni je, ukitumia mbinu hii matatizo yapi yatakukumba wewe kama mtu ambaye anakusanya data katika kazi yoyote ya fasihi? Na unasema jibu ni msukumo ndani ya kwamba tupe udhaifu wa mbinu ya hojaji katika kutafuta data. Naam. Kitu cha kwanza ukipeana interview data unaona kuna uwezekano kwa watu kutojaza hojaji kwa hofu ya kutaka kusema ukweli. Kwa hivyo utapatia mtu hojaji au aijaze vibaya au akose kuijaza kwa sababu gani? Anahofia kusema kutoma. Kwa hivyo kuna hiyo hofu ya kufanya hivyo. Kitu kingine hila ni kwamba iwapo anazungumza naye moja kwa moja, kuna baadhi ya vitu unaviona. Vile tunaita intonation katika Kiingereza au kiimbo, sauti, kuna viziada lugha naviona. Kwa hivyo naweza nikakuelewa zaidi kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo naviona moja kwa moja kwa sababu tunaonana. Lakini kwenye hojaji hisia za anayejaza hazidhihiriki. Kwa hivyo hauwezi amepatia jibu lakini hauwezi ukaona hisia zake. Kwa hivyo kuna udhaifu ule kwamba hisia za anayejaza hojaji mara nyingi aghalabu hazijitokezi wazi kama vile kiimbo, ishara za uso na mwili na kadhalika. Kwa hivyo hauwezi ukajua kama iwapo amekasirika, alifurahia na kadhalika. Lakini ukifanya mahojiano moja kwa moja ile interview unaweza ukaona vitu fulani kutokana na nini? Yule ambaye unamhoji. Kwa hivyo tumesema moja kwamba kuna hofu ya watu kutojaza hojaji kwa aidha kuogopa kupeana ukweli kuhusu kitu fulani. Pili tumesema kwamba hisia na vile vile kutodhihirika wazi kwa hisia za anayejaza hojaji. Mbinu kama vile ishara za mwili kuna ile tunaweza toni gani ametumia. Hiyo kwa mmoja moja kwa moja angekujibu vipi? Anasema hapana na hapana. Unajua toni tofauti. Kwa hivyo hauwezi ukaona toni, hauwezi ukaelewa hisia za anayefanya nini? Anayejaza. Vile vile hojaji nyingi hufungamana na watu ambao wamesoma. Ukikutana na mtu ambaye anapaswa kupatia habari hizi na hajui kusoma, kuna changamoto. Kwa sababu hojaji inaweza tu kushughulikiwa na watu ambao wamesoma ama wana kiwango cha elimu. Kwa hivyo jikita tu katika watu ama fikra za watu ambao wanasoma. Kwa hivyo kuna uwezekano kwamba watu ambao hawajasoma wakashindwa, wakapata changamoto ya kujaza hojaji. Kisha baada ya kukusanya hizi data ikisanywa kuna uchanganuzi wa data. Kwa sababu baada ya kusanya data ndiposa uwe na ripoti kamili
ya kitu fulani ambacho ulikuwa unafanya uchunguzi, lazima uchanganue ile interpretation. Unakwenda kuanalyze. Naam, katika Kiingereza interpretation ama analysis of data. Kwa hivyo mwisho wa siku ni kwamba kuchanganua data hii huchukua muda mrefu. Unahitaji muda mrefu kuchanganua data ambayo imekusanywa kutokana na ujaji. Naam. Sifa zipo nyingi sana tutakupatia kila kitu. Lakini mwisho wa siku ni kwamba uelewe kwamba sifa kundadi udhaifu wa ujaji zipo. Na vile vile unaambiwa kwamba upeane umuhimu. Si lazima kuuliza udhaifu tu. Unaweza kuuliza umuhimu wa ujaji sasa. Swali ile tu vile ambazo zilikuwa ninauliza, lakini sasa wabadilisha. Wabazama ni now ilete advantages na umuhimu tumia mbinu ya ujaji. Sasa ni ipi? Tunaelewana sasa pale. Na umuhimu pia upo. Kwa mfano tu ni kwamba ni njia mwafaka ya kukusanya data kutoka kwa watu moja kwa moja. Kwamba mtu ambaye angeogopa kuzungumza, kuna uwezekano atajaza akaandika. Utakuwa naye moja kwa moja. Umempa, hujamwambia andike jina lake. Mara nyingi hojaji hizi huandiki jina. Unapewa randomly. Ile unapewa tu kwa bila kutumia haina mbinu. Hautafungamana mtu aseme kwamba tulimpatia Whitkins hojaji na akajaza hii ripoti yake. Hii kazi unaona hii ni ya Whitkins la. Lakini mwisho wa siku tunataka ukweli. Kwa hivyo wewe ukipewa hojaji unasema tu kwamba kulingana na utafiti watu wanasema hivi. Lakini utajua ni nani. Lakini interview watu wanakuona moja kwa moja. Na hata ukiwezekana utakuwa umekurekodi. Kwa hivyo kila mtu anakutazama na anakuona kwamba wewe ni maoni ya huyu. Umechukua namu. Kwa hivyo kuna hali ya usalama. Kuhakikisha watu usalama hasa katika kupeana data ambayo ni ya kweli bila kushurutishwa, na vile vile kuhakikisha usalama wao kwamba identity will not be revealed. Naam, mwanafunzi unazidi kufahamu zaidi na unazidi kuelimika zaidi kutokana na maelekezo ya mwalimu wa Brian Whitkins, mwalimu wa shule ya wavulana ya St. Peters mjini Mumias. Mwelekezo wetu turejeshe, bado tuendelee na swali. Kuna swali tayari tumeshakamilisha swali la A, B na C. Tunaendelea upande wa D. Mwasilishaji wa kipera hiki anahitajika kwa wasifu upi ili kukifanikisha? Mwasilishaji wa kipera hiki anahitajika kwa kuwa na wasifu upi ili kukifanikisha? Fafanua kwa hoja 5. Ni kama kuulizwa sifa za mtambaji bora. Mtambaji? Swali ambalo wanafunzi wamezoea, kidato cha kwanza walifunza sifa za mtambaji bora. Hakuna kitabu kimefunza hivi. Lakini mwanafunzi alifundishwa sifa za mtambaji bora. Lakini wameuliza sasa sifa hizo kwa njia nyingine. Kwamba unanuia kuwasilisha kipera hiki, unapaswa kuwa na sifa zipi? Wasifu ni sifa. Hata unaweza kuuliza hulka. Fanani wa kazi hii anafaa kuwa na hulka zipi? Mwanafunzi atakaa pale aseme hii hatujafunza. Kwenye syllabus ya hivyo. Tulikuwa tunasema not taught. Hapana. Sasa lazima uelewe. Ndio maana naambia wale watu ambao wanapenda kupitia matini na kufanya ile cramming, katika Kiingereza wana cram, wanashika vitu wanarundika kwenye kichwa, wanaenda kwenye mtihani. Unapewa swali la kufasiri interpretation, unashindwa interpret swali. Umeambiwa mwasilishaji wa kipera hiki anahitaji kuwa na wasifu upi ili kufanikisha. Fafanua kwa hoja 5. Tena amekuelekeza hoja ni 5. Sifa za mtambaji bora, moja ila lazima na alama 5. Lazima awe mcheshi. Na useme tu awe mcheshi, unaacha pale. Fafanua. Kuonesha ucheshi. Fafanua. Ucheshi unajitokeza katika wasilishaji. Kwa hivyo lazima useme lazima awe mcheshi ili kuondoa ukinaifu wa hadhira. Au lazima awe mcheshi ili kuchangamsha hadhira yake. Useme tu kwa sababu mbona niwe mcheshi katika wasilisho langu? Mbona sisi tuje studio hapa na tusiwe tu tunaangalia kwenye kiwango na tunaangalia hata tuzungumzi, atutoi utani, tupo tu. Ndio nakushanga kwa wasilishaji wako. Umekaa tu hivyo hivyo. Hauna sifa zozote za mwasilishaji. Ni kama kuna shule. Angalia vizuri, angalie kuna masomo yakifika hivi. Hata kabla hata dakika 2 haijafika, mwanafunzi ashatoka kutafuta mwalimu. Sababu kuna uwasilishaji wa mwalimu huwa unapendeza. Kwa hivyo sifa za mtambaji bora lazima awe mcheshi. Ili kufanya nini? Kusisimua hadhira yake au kuichangamsha hadhira yake.
Pili, lazima awe mjasiri ili kuwasilisha kwa ufasaha. Hawezi kama kwa mfano kuzungumza mbele ya watu, hawezi kuzungumza mbele ya watu bila nini? Jasiri. Kwa hivyo lazima awe jasiri. Na kisa na maana ni nini? Ili kuwa na uwezo wa kuwasilisha utungo huu mbele ya hadhira. Kwa sababu nilikwambia fasihi simulizi na utendaji. Na tunatenda mara nyingi. Iwapo tunapaswa kuzungumzia kipera hiki, basi unapaswa kusimama mbele ya watu na kuwasilisha hicho kipera. Ujasiri ule. Sifa fulani. Sifa ya tatu ni awe mfaraguzi. Na wakati mwingine wanaambia wanafunzi kwamba unaweza ulizwa umuhimu wa kufaragua katika kuwasilisha. Ufaraguzi ni kuwa na uwezo wa kuelewa vipengele vya kindani vya kazi ya fasihi unawasilisha. Usiwe mtu ambaye hajielewi. Ni kama tu vile tunasema kwamba mimi nikija hapa lazima niwe na uwezo wa kuelewa zaidi. Ndiposa nikianza kuzungumza niongeze mambo fulani ambayo yanafungamana na kazi hii. Tupo kwenye mtanziko lakini waona kwamba tunawaelezea kikamilifu. Kwa hii mbinu ya ufaraguzi, hii sifa ya ufaraguzi, tunaweza kusema ni sifa ya ubunifu. Lazima ubunifu tofauti. Ubunifu tofauti, sifa nyingine tofauti. Lazima awe mbunifu. Vile vile. Lazima awe mbunifu ili kutafuta mbinu mwafaka ya kuwasilisha. Kumbuka kuna masuala ya kutumia viziada lugha, kutumia toni, kutumia makofi kuwasilisha, kuhusisha hadhira yako katika utambaji na kadhalika. Kitu kingine pia ambacho ni sifa, lazima awe na lazima aelewe hadhira yake. Awe mtu mwepesi wa kuelewa hadhira yake. Huwezi nikiitwa nizungumze katika hafla fulani na watu ambao wanaenda kuzungumzia hadhira yangu ni wazee. Lakini mimi naenda pale na akili ya Gen Z. Hakuna kitu nitafanya. Na pia tunaambiwa kwamba ile wakati ule ulipoalikwa kuzungumzia hadhira ya Waislamu ulisahau kusema Bwana Yesu asifiwe, wakakushangaa sana. Wakishangaa tunazungumza hadhira ile, sikuelewa. Hukuelewa hadhira yako. Sifa yangu ni mbaya. Kabisa. Paswa kuwa na uwezo wa kuelewa hadhira yangu. Unaenda kwenye shule ya wasichana, unaweza kupiga hesabu ile. Kwenye darasa ukitoka zile hadithi unapiga ile unatamba za kwa unasema wavulana hoye. Kwa chekesha wanafunzi wanaanza kupiga hadithi kama bili sasa, hadithi za mpira. Wasichana wanapenda mpira. Wasichana wanapenda mpira. Wewe ungetaka kusema mambo yako ya bili, najua mahali unaelekea. Mimi naenda kwenye shule ya wavulana. Shule ya wavulana hata ikifika hiyo weekend hawataona haja tena muziki. Bora waekewe. Waone tu watazame mpira. Watakuwa sawa sana. Wasichana hakuna kitu kama kutazama mpira. Ni filamu na kwenda kudensi. Hata ukiwaambia mambo Manchester hawajui vitu gani. Ni wachache katika 100%, 200. Kwa hivyo huyu wako unazungumza na wale watu. Alafu wao unaleta sifa zako ya wewe kumuelewa dira ni kuanza kuzungumzia sasa mpira. Umepotoka. Hujaelewa dira yako vyema. Na kwa ile 200 ya wanaopenda soka hakuna hata mfuasi mmoja wa Manchester City. Wote ni Arsenal. Tabu. Maajabu. Kwa hivyo lazima uwe na uwezo wa kuelewa dira yako vyema. Kosa uwasilishe. Ukiwasilisha ukielewa dira inakuwa ni rahisi. Sifa hizo ambazo mwanafunzi tayari tushakudondoshea, mwalimu wetu ashakudondoshea, na mara nyingi napenda kukukumbusha kwamba lazima pia wewe ujifanyie utafiti wako. Mwalimu atakupa, amekuambia kwamba sifa za kipera ambacho tulikuwa tunazungumzia kwanza utapata kwa vitabu ni sifa 2, na yeye atakapokupa mtihani wake atakwambia toa sifa 5. Wewe kama ulifunzwa 2 peke yake utaanza kusema hatukufunzwa, walimu wetu walilala darasani. Pengine kuna swali jingine mwelekezi wetu ya swali ambalo limesalia tutakuwa tunapokea. Eleza jinsi jamii inahusishwa na kipera hiki inavyoweza kuendeleza kipera hiki. Tunauliza tu kwa sasa ni kama kuambiwa fasihi simulizi inaendelezwa vipi katika jamii ya sasa. Kwa sababu kipera hiki ni fasihi simulizi. Sasa badala ya kuuliza fasihi simulizi tumekuuliza swali ambalo linafungamana na kipera kwamba eleza jinsi jamii inavyohusishwa na kipera hiki inavyoweza kukiendeleza kipera hiki katika jamii ya sasa. Sasa ni kama kuambiwa tu kwamba fasihi simulizi inaendelezwa vipi katika jamii ya sasa. Mbinu zipi zinatumika kuendeleza fasihi simulizi? Jamii inayohusishwa. Naam. Ama tu fasihi simulizi yote, hata ngano, tuende katika ushairi simulizi. Je, kwa sasa kwa sasa ukiona kwa sababu fasihi simulizi kuzi tutumii mdomo tunaendeleza vipi?
na njia maandishi. Kama kuna vitabu vimeandikwa kuhusu vipera tofauti vya fasihi kupitia tamasha za muziki shuleni. Watu wanapewa vipera vya kitambo vile wanaambiwa wafanye nini? Jukwani. Kuna maigizo ya jukwani ama kuna tamasha za drama. Kuna vile vile kugani kwa njia ya kutumia vitendawili katika hafla tofauti tofauti. Unaweza kuwa unapeana hotuba na unaweka kitendawili ndani ya hotuba. Kama kuna jambo fulani kitendawili. Kitendawili. Sasa unaona vitendawili havipo lakini yeye ameileta katika jamii ya sasa. Sasa jamii ya sasa inaeleza vipi vipera vya fasihi simulizi? Vipera kama vile semi fasihi vitendawili vinaendeleza vipi methali? Tunaendeleza vipi? Ngano kama ngano ya mtanziko tunazungumzia tunaendeleza vipi? Aidha tunaandika makala na vitabu na tunaipitisha kwa njia ya nini? Vitabu, tunahifadhi. Tunaweza tumia vile vile katika shule tamasha za muziki, ushairi simulizi. Tuna vile vile tamasha za drama shuleni. Na tuna vile vile kutumia hotuba mbalimbali kutumia vipengele kama vile vitendawili. Ni kazi rahisi. Mwanafunzi atakuwa amejizolea alama zake pale, lakini mwanafunzi tayari ukiwa kama wewe ni umeelewa kipera hicho, kujua kwamba usipokuwa makini utachemsha. Mwalimu wetu anasema pale kuchemsha ni nyepesi sana. Mayai mawili ya kienyeji pale utakuwa unapokezwa. Muda usiokuwa mchache tayari dakika 4 baada ya saa 5 mchana. Pengine swali la mwisho kwa mwalimu, kwa maana tutakuwa tunaendelea naye katika awamu ya pili, na katika awamu ya pili tutakuwa tunazamia fasihi andishi na leo ametuweka kwa mapambazuko ya machweo. Tutakuwa tunaangazia mwalimu, mwanafunzi anahitaji kufanya nini ili kuelewa sana au kupata uwepesi wa kujibu maswali kama maswali ya vipera au fasihi simulizi? Moja ni apende Kiswahili. Apende Kiswahili, apende fasihi, na vile vile awe mwepesi wa kuelewa matini ambayo anasoma. Unajua shida ni wakati tunafundisha fasihi simulizi kuna matini sana katika fasihi simulizi. Umeambiwa ngano, kwanza tunaanza na nini? Fasihi andishi, fasihi simulizi, umuhimu wa fasihi andishi, fasihi simulizi tofauti. Tuna sifa za fasihi andishi, fasihi simulizi. Sasa mwisho wa siku mwanafunzi huwa anajikita sana kwenye matini, lakini ajue kwamba fasihi simulizi na utendaji. Na ndio maana ukikumbuka hata tukizungumzia hotuba, tukazungumzia mawaidha, tukazungumzia maapizo, nilikuwa naifanya kwa upesi fulani. Na nilikuwa natumia mbinu za kawaida. Natumia vitu vya kawaida vya kimsingi kwa sababu mwisho wa siku hata wakitaini wanataka kutaini uhalisia. Na ndio maana utapewa vipera fulani fulani, utapewa tungo fulani fulani. Kwa hivyo mwanafunzi akisoma aanze kurejelea hali halisi ya kawaida na aone kwamba hivi vitu vinaathiri jamii ambayo anatoka ndani. Ukizungumzia hotuba, ajue hotuba inatolewa kila sehemu. Ukizungumzia mawaidha, ajue mawaidha ni watu wanazungumza na unapewa usia, wewe unapokea usia. Akizungumzia maapizo na vitu kama hivyo, ameona watu wakilaani vitendo fulani fulani. Akizungumzia ngano, aone kwamba kwenye vitabu ambavyo amesoma vitu kama hapo zamani za kale paliondokea, hadithi yangu imeishia pale tangu siku hiyo. Ni vitu ambavyo umejua kwa kawaida. Anaulizwa formula za kuanza, formula za kumalizia katika hadithi, sifa za wahusika, ni hadithi zipi ama ngano zipi zinatumia wanyama kama wahusika na wapo sifa za binadamu. Vitendawili, methali, vitu vya kimsingi. Anaulizwa tofautisha kati ya mafumbo yanapeanwa katika muktadha upi, umuhimu ni upi, sifa ni zipi, usanyaji wa data. Siku hizi wamehakikisha kwamba kila swali lazima ufunganishe pale kukusanya data. Aidha utaweza changamoto za kumba mtafiti ndani akitafuta data, changamoto za gharama ya maisha, barabara zipitiki, changamoto za kawaida. Au anaweza ulizwa mikakati atakayotumia mchanganuzi wa data ama usanyaji wa data ili kukusanya data kwa njia mwafaka. Bado vile vile anafaa kufikiria mbinu zipi zinatumika kukusanya data. Na nilikuwa naambia wanafunzi kwamba hii ni hali halisia. Unaruhusiwa hata kufikiri katika Kiingereza. Kwa maana unasema ni bora maandishi yajitolee kwa Kiswahili. Kama hojaji wasema niko naonyesha kwenye Kiingereza ndio waelewe. Ukisema hojaji na questionnaire anaelewa. Ukimwambia interview na mahojiano anaelewa. Mwaka jana wameleta kinasa sauti. Wakauliza udhaifu na umuhimu wa kutumia kinasa sauti. Kinasa sauti ni kurekodi.
Watu wakashangaa kina sauti ni microphone. La, lakini ilikuwa ni recorder. Kwa sababu una rekodi sauti. Umuhimu ulikuwa ni nini? Udhaifu kitu cha kwanza ni kwamba ni mitambo. Lazima utafute nguvu za umeme. Kitu kingine watu wengine hawatakubali kurekodiwa. Kuna wengine kiwambo kinaweza kikajaa kwenye utaalamu fulani. Waona sasa ni vitu vya kawaida vya kimsingi. Kwa hivyo shida ya wanafunzi ni kwamba hawafikiria, hawapanui mawazo katika muktadha ule. Na ndio maana wakiletewa haya maswali wanachemsha. Sasa kulingana nawe, njia rahisi ya mwanafunzi kuelewa sana ni kufungamana na hali ya uhalisia. Lakini njia nzuri mwafaka sasa hivi tunazungumza ni kwa sababu hajalipia matangazo. Ningemtangaza hapa. Asante sana mwanafunzi, utakuwa unamuona mwalimu pale baadaye kwa hela zenu za matangazo, halafu atakuwa anawasilisha na kutoa matangazo zaidi. Asante sana mwelekezi wetu Kevin Kibet katika awamu ya kwanza. Tunaomba tuende mapumziko mafupi, halafu tutarejea katika sehemu ya pili. Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya